Kuna watu wengi siku hizi wanavutiwa na dhana ya jicho la tatu. Wanasikia linaweza kuwafanya waone mambo yaliyofichika, kupata maarifa ya kiroho au hata kufikia mafanikio makubwa maishani. Lakini kuna ukweli ambao wengi hawauzungumzi wazi. Sio kila kinachoonekana kwa maarifa ya juu ni salama, na sio kila mlango wa kiroho unapaswa kufunguliwa. Leo tutaangalia hatari 5 kubwa zinazoweza kumpata mtu anayefungua jicho la tatu bila kuelewa kabisa anachokifanya. Hatari ya kwanza, kuchanganyikiwa kiakili, mental confusion. Unapojaribu kufungua jicho la tatu bila mwongozo sahihi, akili yako inaweza kuanza kupokea vitu ambavyo haijajiandaa kuvishughulikia. Watu wengi huripoti kusikia sauti zisizoeleweka, kuona vitu visivyo vya kawaida na ndoto nzito na za kutisha. Tatizo hapa si kwamba umeona zaidi. Tatizo ni kwamba akili yako imefunguliwa ghafla bila mfumo wa kuchuja taarifa. Ni kama kufungua bomba la maji kwa nguvu wakati ndoo yako ni ndogo. Utaishia kufurika tu. Hali hii inaweza kukupelekea anxiety, hofu na hata kupoteza utulivu wa akili. Hatari ya pili, kuingia kwenye ulimwengu wa kiroho usio salama. Kuna watu wanaamini kwamba kufungua jicho la tatu ni kama kuwasha taa gizani. Lakini ukweli ni huu, sio kila kitu kilicho gizani kinapaswa kuonekana. Ulimwengu wa kiroho una viwango na nguvu tofauti. Bila uelewa unaweza kujikuta unafungua mlango ambao hujui anaingia nani na nini kinapaswa kuwepo. Hii inaweza kupelekea kuhisi uwepo wa nguvu zisizoeleweka, hofu isiyo na sababu, hata kushindwa kulala kwa amani. Watu wengi huanza safari wakifikiri wanatafuta maarifa, lakini wanajikuta wanakutana na vitu ambavyo hawana uwezo wa kuvishinda. Hatari ya tatu ni kupoteza mwelekeo wa maisha halisi. Moja ya madhara makubwa ni mtu kuanza kuishi zaidi kwenye ulimwengu wa kiroho kuliko uhalisia. Unaweza kuanza kupuuza kazi zako, kujitenga na familia na marafiki, kuamini kila kitu ni ishara au ujumbe wa siri. Mwisho wake maisha yako ya kawaida yanaanza kusimama. Unasahau kwamba mafanikio yanahitaji vitendo halisi, sio tafsiri za kiroho kila wakati. Watu wengi wanaingia kwenye hii hali bila kujua, wakifikiri wanapiga hatua kiroho, lakini kimaisha wanarudi nyuma. Hatari ya 4, kudanganywa na imani potofu. Unapokosa msingi sahihi wa maarifa, ni rahisi sana kuamini kila unachokisikia ama kuona. Unaweza kuanza kuamini wewe ni maalum sana kuliko wengine, kuamini kila ndoto au hisia ni ujumbe wa juu, kufuata mafundisho yasiyo na uthibitisho. Hapa ndipo watu wengi huangukia kwenye mtego ya uongo, wanapoteza uwezo wa kutofautisha kati ya ukweli na hisia zao binafsi. Na kumbuka, si kila kitu kinachohisi kuwa cha kiroho kinatoka sehemu sahihi. Hatari ya 5, kufungua milango usiyoweza kuifunga. Hii ndio hatari kubwa kuliko zote. Kufungua jicho la tatu si kama kuwasha switch ya taa, ni kama kufungua mlango. Na tatizo ni hili, sio kila mlango unaweza kufungwa kirahisi baada ya kufunguliwa. Watu wengi huanza kwa majaribio, meditation zisizoeleweka vizuri, mazoezi ya kupumua bila mwongozo, na hata kufuatilia videos au mafundisho ya mitandaoni bila kuchuja. Lakini wanapofungua mlango, wanagundua hawawezi kurudi walipokuwa. Wanabaki na hali ya kudumu ya kuchanganyikiwa, hofu na hata kuona mambo yasiyoeleweka. Kuna sababu kwa nini si kila mtu anahimizwa kufungua jicho la tatu. Maarifa ya kiroho yanahitaji: 1, msingi imara wa kiakili; lakini 2, uelewa wa kina; 3, mwongozo sahihi. Bila hivi unakuwa kama mtu anayejaribu kuendesha gari kwa kasi kubwa bila kujua kuendesha au wapi anakoelekea. Mwisho wake sio mzuri sana. Sasa je, unapaswa kufanya nini? Kabla ya kuvutiwa na dhana ya jicho la tatu, jiulize: je, ninaelewa ninachotaka kufanya? Je, ni mwongozo sahihi? Je, nina msingi wa kiroho na kiakili wa kutosha? Kama jibu ni hapana, basi ni bora kuchukua muda kujifunza kwanza, kwa sababu sio kila mlango unapaswa kufunguliwa kwa haraka. Jicho la tatu linaweza kuonekana kama njia ya kupata nguvu au maarifa ya juu sana, lakini bila uelewa linaweza kuwa chanzo cha matatizo makubwa kuliko faida. Watu wengi wanatafuta kuona zaidi, lakini wanasahau kulinda akili na maisha yao. Kumbuka hili muhimu sana: sio kila kitu kilichofichika kinahitaji kufunuliwa. Wakati mwingine ulinzi mkubwa ni kujua ni nini usifungue.